Bwana, taarifa kutoka kwenye vyanzo tofauti tofauti vina ripoti na kuthibitisha kwamba Simba Sports Club wamemalizana na mlinda mlango namba 1 wa klabu ya AS Fan ya Niger, raia wa Niger, Mohamedou Tanja. Huyu ni goalkeeper mwenye umri wa miaka 29, goalkeeper namba 1 wa klabu ya AS Fan ya pale Niger, lakini pia ni goalkeeper namba 1 wa timu ya taifa ya Niger. Sasa mimi kwa nafasi yangu kupitia jukwaa langu nataka tujaribu kumwangalia kwa ukaribu zaidi Mohamedou Tanja. Huyu ni nani na pengine ni kitu gani hasa ambacho anakuja kukileta katika milingoti mitatu katika kikosi cha Simba Sports Club? Huyu Mohamedou Tanja kwa sehemu ya maisha yake yote mpaka akiwa na umri huu wa miaka 29 amecheza kwenye ligi ya Niger peke yake. Kwenye ligi ya Niger peke yake, na predominantly amecheza zaidi katika klabu ya AS Fan. Sasa huyu Mohamedou Tanja, miongoni mwa sifa zake kubwa ni kitu kinaitwa resilience kwa kizungu. Yaani kama linatakiwa litumike neno moja tu kwa mujibu wa wale ambao huwa wanatathmini viwango vya wachezaji tofauti tofauti, wataalamu ambao wamekuwa kimfuatilia kwa ukaribu Mohamedou Tanja wamebainisha kwamba huyu ni goalkeeper ambaye miongoni mwa sifa zake kubwa ni kitu kinachoitwa resilience ama uthabiti. Yaani ni goalkeeper ambaye hata akikutana na pressure kubwa kiasi gani, ni goalkeeper ambaye huwa hapotezi concentration, anajaribu sana kuibakisha timu yake mchezoni, anafanya saves ambazo zinakuwa ni crucial, saves ambazo kwa kiasi kikubwa sana ni ama zinaisaidia timu yake kupata kikamilifu matokeo ambayo unakuwa unayahitaji, au zinapunguza aibu ambayo pengine ilikuwa ikute timu yake. Yaani kama kulikuwa kuna dhahma kubwa kwa maana ya wapinzani ambao walikuwa wanaleta pressure kubwa sana katika lango lake, basi yeye kwa nafasi yake anaweza kuhakikisha kwamba kizungu tunasema ile score line inabaki respectable, hasa katika ngazi ya timu ya taifa, na ndipo ambapo mimi nitakuja kureflect zaidi. Anahakikisha inabaki kuwa ni yenye heshima kwa upande wa timu ya taifa ya Niger. Sasa huyu Mohamedou Tanja katika kuwa thabiti kwenye lango lake, miongoni mwa vitu ambavyo anasifika navyo ni uwezo wake wa kunyooka kiukweli golini. Tunasema reflexes, yani kuweza kuokoa michomo tena ikiwa karibu na lango lake. Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Sifa yake ya pili ni mlinda mlango ambaye anasifika kwa kuwa na uwezo wa kucheza penalti. Rekodi yake ya penalti hasa katika level ya international ambayo nitakuja kuizungumzia hapa pia inaridhisha Mohamedou Tanja. Sasa mimi nataka tupitie rekodi yake ya kimataifa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaniambia kwamba Simba wamevutiwa na huduma ya Mohamedou Tanja ni rekodi yake hasa katika international level. Unajua huyu ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Niger. Niger ni taifa ambalo kimpira sio kubwa. Ni taifa ambalo bado linajaribu zaidi kuendelea kupanda taratibu katika ngazi ya mpira wa Afrika. Sasa basi, huyu bwana Mohamedou Tanja amecheza jumla ya michezo 34 akiwa kama mlinda mlango namba 1 wa timu ya taifa ya Niger. Katika michezo 34 ameweza kuzuia wavu wake usiguswe katika michezo 10, kwa maana ameweka clean sheet 10. Sasa basi, mgawanyo wa mechi zake na clean sheet zake na michuano na magoli ambayo ameruhusu ni kama ifuatavyo. Kwenye CHAN 2, kwa maana CHAN ya 2022 na CHAN ya 2024, amecheza jumla ya michezo 9, ameweka clean sheet 5 katika hiyo michezo 9. Kwenye hizo edition 2 ameruhusu magoli 9. World Cup qualifier na michezo 7. Katika michezo 7 ameweka clean sheet 2, ameruhusu magoli 10. Kwenye AFCON qualifier amecheza mechi 5, ana clean sheet 1, ameruhusu magoli 5. Kwa hiyo ni kama vile kila mechi ana wastani wa kuruhusu goli 1. Na katika mechi za kirafiki 13 ameruhusu magoli 12 na ana clean sheet 2. Kwa hiyo kwa timu ya taifa ya Niger, hiyo ni rekodi ambayo inaridhisha kiukweli, kwa sababu kama ambavyo nimetoka kubainisha hapa, Niger ni timu ambayo muda mwingi wa mchezo ni timu ambayo inakutana na pressure kwa kiasi kikubwa sana. Yaani lango la Mohamedou Tanja huwa linakuwa kwenye heka kwa muda mwingi wa mechi ambazo anakuwa anaidakia national team ya Niger. Kwa hiyo kuweza kuruhusu magoli 36 takriban kwenye mechi 34 za kimataifa ni almost goli kwa kila mchezo. Lakini to be fair, nikija nikikupitisha hapa kwenye rekodi yake ya kukutana na mikwaju langoni, unaweza kaona kabisa kwamba huyu mtu kuna kazi kubwa sana anaifanya. Sasa basi, miongoni mwa nyakati ambazo alikuwa na wakati mzuri sana katika lango la timu ya taifa ya Niger ni kwenye michuano ya CHAN ya mwaka 2022. Kwenye ile michuano alifanikiwa kuweka clean sheet 3 mfululizo kwenye michuano yenyewe.
clean sheet ya kwanza dhidi ya DRC Congo, clean sheet nyingine ikafuata dhidi ya Cameroon, mechi ambayo walishinda Niger 1-0, na clean sheet yake nyingine ya tatu na ya mwisho ilikuwa ni dhidi ya Ghana ambayo walipata ushindi wa magoli 2-0. Tukija kwenye rekodi yake ya penalti, huyu bwana kwenye level ya timu ya taifa amekutana na mikwaju ya penalti mitatu, na katika mikwaju ya penalti mitatu miwili ameiokoa. Aliokoa mkwaju wa penalti katika michuano ya CHAN kwa ajili ya kufuzu CHAN qualifier 2022 dhidi ya Togo. Hii ni mechi ambayo Niger waliishia kwenda kushinda mchezo goli 1-0, na ikawa ni sababu ya wao kufuzu kwenda katika michuano yenyewe ya CHAN 2022. Penalti ya pili aliokoa dhidi ya Zambia Oktoba 2025. Hii mechi wakafanikiwa kushinda 1-0. Kwenye hili kundi ambalo walikuwa na Tanzania, walipokutana na Zambia, kuna mkwaju wa penalti ulipatikana na yeye alifanikiwa kuuokoa, na ikawa ni sababu ya Niger kupata alama 3 na kwenda kuisimika nafasi yao ya pili kwenye lile kundi mbele ya Tanzania ambaye alikuja kushika nafasi ya 3. Lakini penalti pekee ambayo ilifungwa ilikuwa ni dhidi ya Mo Salah. Na of course hakuna aibu kufungwa na Mo Salah mkwaju wa penalti. Lakini kitu ambacho kina stand out sana, moja kati ya takwimu ambazo zimekuja kunishangaza kwa kiasi kikubwa sana, ni idadi ya michomo ambayo huwa anaiokoa langoni kwa wastani kwa mwaka uliopita, hasa kwenye ile michezo ya kufuzu kwa ajili ya kombe la dunia ambayo sisi pia Tanzania tulikuwa nao kundi moja Niger. Kwa wastani Mahamadou Tanja alikuwa anaokoa 4.8 ya mikwaju ambayo alikuwa anakutana nayo, yani takriban mikwaju 5 kwa kila mchezo iliyokuwa inalenga lango safi. Mahamadou Tanja alikuwa anadili nayo kikamilifu, kitu ambacho kinakuonyesha kwamba pengine hata ile nafasi ya pili ambayo Niger wamekuja kuipata mwisho wa siku, kama sio kwa uhodari wa Mahamadou Tanja, ninakuhakikishia tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Maana yake ni wazi idara ya goalkeeper imefanya kazi kubwa mpaka Niger wanakwenda kushika nafasi ya pili kwenye kundi kwa ajili ya kufuzu kwenda kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani huyu ni goalkeeper ambaye ana huo uwezo ambao ni mkubwa, na haishangazi kuona kwamba hichi pengine ndio kitu ambacho kimewavutia zaidi Simba, kuona kwamba huyu ni goalkeeper ambaye ana rekodi ambayo ina nguvu hasa katika upande wa kimataifa, na pengine ndio maana Simba ameona kwamba kuna haja ya kumleta, na pengine kuelekea kwenye michezo migumu dhidi ya Esperance back to back, kwa sifa yake ya kuwa ni goalkeeper ambaye anaweza kukabiliana na hizi pressure kila hapa na pale kwenye international level, basi pengine anaweza kwenda kuwa ndo mtatuzi wa eneo la mlinda mlango kwenye wakati huu ambao Simba wako kwenye pressure kubwa sana kwenye CAF Champions League kuhakikisha wanaanza kuokota alama mara moja.